Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Warumi sura ya 8. Tutaanza na siri ya kwanza. Hakuna hukumu ukiwa ndani ya Yesu. Warumi 8 mstari wa kwanza hadi wa 17. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile yalivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Kwa maana wale waufuatao mwili uyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho uyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu, tu wa deni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiyaficha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi, na warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Nini fundisho hapa? Ukimwamini Yesu au hukumui, maana yake Yesu atakuwa wakili mwema katika hatia yako. Lakini pia ukiwa na Roho Mtakatifu wa Yesu hakuna hukumu, maana yake Roho wa Yesu alishinda hukumu. Na kingine, ukiwa ndani ya Yesu hakuna hukumu, maana dhambi utaitawala kwa kutii sauti ya Yesu. Na kingine cha mwisho, ukiwa na Roho wa Mungu, mwili wako utatii sauti ya Yesu, maana Roho wa Mungu yu hai kudhibitisha ukuu wa Mungu. Siri ya pili, utukufu ujao ni mkuu. Warumi 8 mstari wa 18 hadi 30. Kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu
kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye atiyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja navyo, vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukiutazamia kufanywa wana, yani ukombozi wa mwili wetu. Kwa maana tuliokolewa kwa tajara, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani anayekitarajia kile akionacho? Bali tukikitarajia kitu tusichokiona, twakingojea kwa saburi. Katika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Na sisi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia neema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwajua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Nini fundisho hapa? Ziki ya dunia ni furaha ya ulimwengu ujao. Hiki kingine, Adamu alipofanya dhambi, viumbe viliingia katika mateka, si kwa hiari yake. Na kingine, Yesu Kristo aliachilia Roho Mtakatifu ulimwenguni ili atutie nguvu na kutuombea kwa Mungu ili tupate haki pale tunapoingia kwenye hatia. Siri ya tatu, hakuna cha kututenganisha na Yesu. Warumi 8 mstari wa 31 hadi 39. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Huyu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakayemhukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na ni zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa kwamba kwa ajili yako tunaugua mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala waliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yajayo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nini cha kujifunza hapa? Yesu Kristo akiwa upande wetu, hakuna cha kututenga naye na upendo wake. Kama ni njaa, Yesu aliishinda nyikani pale alipojaribiwa na Ibilisi kwenye mfungo wa siku 40. Na kama ni uchi, Yesu alisulubiwa uchi lakini ya kuona haya. Lakini kama ni pesa, Yesu alikuwa maskini ya kumiliki pesa ili sisi tupate kuwa matajiri. Na kama ni kifo, Yesu alisulubiwa akafa ili tupate kuishi. Hivyo hakuna hata kimoja cha kututenganisha na Yesu Kristo, Yesu akiwa upande wetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.